la mashabiki wa Simba kuweza kushuhudia nusu fainali ya pili ambayo ilikuwa inachezwa kule Afrika Kusini kule Durban, na mpaka sasa tunavyozungumza Simba Sports Club yupo kwenye hatua ya fainali. Kila ambacho walikuwa wanakiomba mashabiki wa Simba Sports Club, viongozi, benchi la ufundi, kimeweza kutimia. Hatimaye mwaka 2024-25 Simba Sports Club imecheza kwenye hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika, ikimtoa Stellenbosch kutokea kule Afrika Kusini. Ni historia kwa kweli kwa Simba Sports Club, ambapo miaka mingi imepita bila kwenda kwenye hatua hiyo. Niko hapa muda huu kuzungumza na mashabiki wa Simba furaha yao mara baada ya kutinga kwenye hatua ya fainali. Bado tuko hapa Mbagala nikuletea kile ambacho kinaendelea. Majina yangu ni Memorata Silvester, kwenye kamera iko Fabian. Huyu hapa ni shabiki wa Simba Sports Club, anajulikana kama Hans. Tuzungumze na yeye. Burudani kama yote. Raha sana, ni raha sana. Mimi nimefurahi sana kwa hatua hii ambayo Simba imeenda. Hongereni. Asante sana. Hii ni ukubwa wa Simba, yani inadhihirisha kwamba sasa hivi Simba imekuwa. Watu ukiangalia uwanjani mambo yalikuwa yanafanyika bila Shabalala hivi tungeandikiwa goli, lakini kwa sababu ya uzoefu na kuielewa hii michuano, Shabalala ametusaidia. Leo hii timu yetu inaenda kwenye hatua ambayo inayofuata. Matumizi ya VAR yalikuwa makubwa sana. Mara 3 refari amekwenda pale kutazama. Pressure ilikuwa kwa upande wako? Pressure ilikuwa kubwa sana, na nilikuwa kila nikiona VAR inakuwa kwa upande wetu, nilikuwa nashika moyo wangu hivi nasema Mungu saidia hii jambo lisiwe. Lakini hata hii goli ambayo iliingia mimi nilikuwa nishajua goli, lakini Shabalala ndo naiona, lakini mwenzetu ametusaidia. Kwa hiyo VAR aisena ina thamani kubwa kwa upande wetu na ina thamani kubwa kwenye mpira wa Tanzania, na hii hata ikiletwa kwenye ligi yetu nadhani magoli ya ukando mengi hatakuwepo, kwa sababu ile pale Alajiga anakuwekea kati ndani, lakini kule ilitusaidia VAR. Imepita miaka mingi Simba haijaenda kwenye hatua ya fainali kama hii. Msimu uliopita tuliona, msimu juzi Yanga wamefanya hivyo, wamefika kwenye hatua ya fainali. Sasa ni zamu ya Simba. Unazungumzaje ile kwenye mpira wetu wa Tanzania? Mpira wa Tanzania kwamba kwa dakika hii sasa hivi umeongezeka kiwango, na hata ukichukulia wenzetu kwamba walifika fainali, na hii Simba haikuwa mategemeo ya kufika hii huku kote, kwa sababu kwanza ukiangalia tulikuwa na wachezaji wengi kwenye usajili mpya, na ukiangalia tulikuwa tuna mwalimu mpya. Kwa hiyo ilikuwa katika formula ya kuijenga timu, lakini kila siku inapozidi kwenda timu ilikuwa inazidi kuimprove, na ndio imesababisha kwamba kumbe tunaweza, na ndio mpaka tumefikia hatua hii. Kwa hiyo mimi nasema kongole kwa viongozi pamoja na benchi la ufundi wote kwa hatua ambao wametupeleka Simba. Mimi nilikuwa siidai Simba hata kama tungetolewa kwenye mtoano, nilikuwa siidai kwa sababu nilikuwa najua timu yangu msimu huu tunaijenga, lakini kwa hii hatua ilipofika, hata tusipochukua ile kombe wacha waongee, lakini sisi tunajua kwamba timu yetu tunaitengeneza na iko katika 58%. Sasa ikifika 90 itakuwaje? Bana, kongole kwa Fadlu Davis ambaye ni kocha ambaye amekuja msimu wa kwanza tu. Wamekuja makocha mengi misimu iliyopita, wameshinda kuifikisha Simba hapa, lakini kwake ameweza. Unafikiri ni kwa bora ambao wachezaji anao ama mbinu ambazo amezitumia kwenye michuano hii? Fadlu anaonekana ni kocha mzuri, na ukitaka kumjua kama Fadlu ni kocha mzuri, angalia hata kwenye sabu zake anazofanya. Kwa hiyo Fadlu pamoja na wachezaji ambao tulikuwa nao wengi wanahitaji matamanio, wachezaji bado ni wachanga sana. Kwa hiyo wanahitaji kufikia malengo, na ndio maana unaona Simba kila mechi inocheza inakuwa inacheza kwa jihadi zote. Simu ambayo inakaba, mpira ikipoteza inatafuta kwa haraka. Kwa hiyo Fadlu ana nafasi yake na wachezaji vile vile wana nafasi yao, kwa sababu tumechukua wachezaji walikuwa bora pia. Kama ulivyosema pressure ilikuwa kubwa sana, pengine ulikuwa uamini kama leo Simba itakwenda kwenye hatua ya fainali. Una neno gani la kuambia wachezaji lakini benchi la ufundi kwenye hiki ambacho wamekifanya kuhakikisha kwamba Simba Sports Club na mashabiki wake mnapata furaha ambayo mko nayo muda huu? Simba kwenye ugonjwa ambao ulibakia mmoja tu mpaka dakika hii kwenye kufunga magoli, hiyo ndo tunaumia mashabiki wengi. Hii mechi ilikuwa tunaimaliza kule Amani pale, tungeshinda goli 2 goli 3 ilikuwa nzuri. Huwezi kumlaumu Ahoua kwa sababu Ahoua sio mfungaji, yeye akipata nafasi anafunga, lakini hatuna ule sticker mwenye njaa kama enzi za kina Emmanuel Okwi au kina Mugalu
kina Medi Kagere, wachezaji ambao walikuwa wana njaa kwamba mpira hautaki upotee, muda wote anatamani uingie. Hata John Boko Adebayo naye alikuwa apotezi. Kwa hiyo wale wachezaji wale bado hatujapata. Sitaki kumuongelea sana Mkwala au Ateba kwa sababu ni wachezaji ambao wamesajiliwa na Simba na hao ndio msimu wao wa kwanza. Labda tuangalie katika msimu wa pili, labda wanaweza wakafanya vizuri, lakini njaa yetu kubwa ni kupata magoli, na naamini magoli ndio watatusababisha sisi kufika mbele zaidi. Tukushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Sawa, ni Hans Raphael, shabiki na mwanachama wa Simba Sport Club, ametoa maoni yake baada ya Simba Sport kutinga kwenye hatua ya fainali kombe la shirikisho. Bado hapa nazungumza na mashabiki wa Simba.